Kwa nini mguno jamani? Mwaka huu baada ya wenyekiti wa Tundu Lissu ili hata siwaulize nyie. Sawa. Ila nauliza Watanzania. Hasa kama na nyie ni Watanzania pia mnaweza mkanijibu, ila siwaulize nyie. Sasa kwa sisi ni wakina nani sasa kama si Watanzania? Yaani baada ya uchaguzi wa mwenyekiti Lissu, kwa nini zimeibuka kesi nyingi sana za wanachadema kushtakiana, kukishtaki chama kwa kiasi kikubwa sana? Unakumbuka aliyeshtaki chama kuhusiana na yule aliyekuwa mwenyekiti wa Mwanga Mchome anaitwa? Anaitwa Mchome. Yes, aliyeshtaki chama kuhusiana na swala la akidi ya uongozi wakati wa uchaguzi. Wa uchaguzi wa kuteua wale viongozi wa kamati kuu. Lakini huyo ndugu wa Zanzibar pia naye kakishtaki chama. Kuna vitu ambavyo unapata mafikirio kadhaa ambayo unafikiria pande zote mbili, ambayo yanahitaji kujua au yanahitaji ufafanuzi wa kina sana kutoka kwa wahusika. Kwa nini baada ya kabla ya Lissu kuwa mwenyekiti hatukuona Chadema ikishtaki au wanachama wa Chadema wakishtaki chama? Ilikuwa ni ngumu sana kuona hicho kitu, lakini baada ya Mbowe kuondoka madarakani tumeshuhudia hivyo vitu vikifanyika. Kuna mawili, ni swali ambalo ndani yake ina majibu yake mwenyewe. Kuna mawili ambayo huenda kuna baadhi ya wanachama hawakubaliani na uongozi ulioko madarakani wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa sababu ukifikiria tu haraka haraka Zungu pamoja na Kamila, huyu anayezungumza leo kwamba chama hakina mgawanyo mzuri wa mali za chama, sina uhakika sana. Either mwanzoni ilikuwa wakati wa Mbowe mgawanyo ulikuwa mzuri, alivyoingia Lissu akasitisha ule mgawanyo, sio? Au kuna mali gani imepatikana baada ya viongozi wapya kuingia madarakani ambayo inatakiwa ifanyiwe mgawanyo baina ya pande zote mbili, kwa maana ya Zanzibar pamoja na bara. Lakini ili la kwanza ni la msingi zaidi, kwa maana ya kwamba huenda baada ya viongozi wapya kuingia kuna vitu vimesitishwa kwenda Zanzibar. Kama vilikuwa vinafanyika, yawezekana nawaza tu kwamba labda kuna ofisi inatakiwa kulipiwa kodi, sio? Labda kulikuwa kuna pesa za uendeshaji wa chama ambayo inatakiwa iende Zanzibar na vitu vingine, huenda ndicho ambacho kimesababisha. Lakini ndio nimesema mwanzoni, kwa nini sasa au uongozi wa sasa hivi umejikita zaidi bara na umeamua kufanya shughuli nyingi na shughuli zake zifanyike bara, iweke mizizi mingi bara kuliko Zanzibar, kitu ambacho inawezekana Wazanzibari wamekiona sio sawa kutokana na kile ambacho kipo kwenye katiba na misingi yao ya chama. Au viongozi wa Zanzibar hawana imani na viongozi wa chama taifa, ndio maana wameamua kufanya hivyo. Ni maswali ambayo yanafikirisha sana. Na jana nilikuwa namsikiliza Heche anazungumza. Alikuwa anazungumza kitu ambacho yeye mwenyewe anashangaa kwa nini leo kumekuwako na hizi mambo mengi ya kushtakiana wao wenyewe kwenye chama. Anashangaa Mgawanyiko ambao unatokea ndani ya chama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani kuna namna ambavyo mimi daima narudi pale pale kwamba kuna namna ambavyo Chadema inatakiwa itibu majeraha ya uchaguzi. Inawezekana haya yote yanafanyika hapo ni kwa sababu ya uchaguzi uliofanyika mwezi Januari, ambao uliwapa nafasi ya kina Heche kuwa madarakani, lakini huenda kuna upuuziaji wa baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa ni utaratibu wa chama au
kama ni utaratibu ambao wao wameuona utaratibu usiofaa, kuna namna ambavyo wanatakiwa wanachama wapewe taarifa. Morning Bantu.